wetu andika siri ya mafanikio. Jumbe wetu andika siri ya mafanikio. Andika siri ya mafanikio. Na kwenda kuzungumza juu ya baraka mara 100. Utasema inatoka wapi? Fungua kitabu cha Marko sura ya 10 mstari ule wa 29 hadi mstari ule wa 31. Biblia inasema, Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na uzia katika ulimwengu ujao, katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Hebu turudie mstari ule wa 30. Anasema, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na uzia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, ambapo watu waliokombolewa kwa damu ya Yesu wanahitaji kuwa makini sana. Umeanza vizuri na Mungu, unamalizaje na Mungu? Kwamba wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Manake iko safari ya kuchosha sana katika kumtumikia Mungu, na kuchosha kwenyewe ni pale ambapo utaona ndipo unaanza kuchoka. Ndio maana nasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa ni safari ya nginja, safari ya mapambano. Lazima upende vita na misukosuko katika ibada, kwamba mimi nampenda Mungu huyu na nitamtumikia Mungu huyu bila kujali mambo gani yanaendelea katikati ya maisha yangu. Lakini ni kwamba yeye kwake kuna mafanikio ya kutosha katika maeneo yote. Mungu anafanikisha na bariki, lakini Mungu atakutana na watu wale ambao wako moto wakati wote, watu ambao hawazimiki njiani, hawazimii njiani, watu ambao wana nguvu kila wakati ya kusimama, kustawi, wana nguvu ile ile ya kuamini, wana nguvu ile ile ya kutumaini, wana nguvu ile ile ya kusamehe, wana nguvu ile ile ya kutambua uweza wa Mungu na nguvu ya Mungu, kwamba Mungu ni mwamini jana, ndio yeye huyo na leo na hata milele ijayo. Itapita miaka 2, 5, 6, bado jamaa anamshikilia Bwana Yesu. Na ukimwangalia mwaka wa 6 wa maisha yake ya kiroho, unakuta ameongezeka nguvu za rohoni. Sio yule wa jana na wajuzi ambaye ulikuwa unamfahamu. Unakuta ni jitu la miraba 4. Ndio maana wachawi wanatambua sana juu ya mtu aliyeokoka, kwamba jamaa sio kawaida. Kwa hiyo wachawi ambao kwa level yako tunaokoka, wanakuta hakuwezi tena, wanakuta ni moto unaowaka ambao haushikiki. Wanakuja wachawi wa level nyingine umeshapangua, wachawi wa level nyingine. Kwa hiyo level kwa level hakuna atakayeweza kukufikia. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaongezeka nguvu, unamjua Mungu ambaye unamtumikia. Na ndio maana anazungumza kwamba atakayeacha vyote kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, akaacha mashamba yake, akaacha ndugu zake wa karibu, akaacha marafiki wake wa karibu, akaacha mambo yale ambayo anayapenda sana, anampotezea muda wake, yanovunja uhusiano wake yeye na Mungu, akayaacha yote,
akaamua kumpenda Mungu na kuamua kumtumikia Mungu namna ile, anasema hakika mtu wa namna hiyo atapewa mara 100 kwenye ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo mshahara tunaanza nao hapa hapa duniani, atapewa mara 100 sasa na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Lakini mara 100 sasa pamoja na Uzia. Uzia ni pamoja na misukosuko. Ni misukosuko ya kusema vibaya. Ni misukosuko ya kuona kama Bwana Yesu anakawia, imani yako inaanza kusuguliwa namna ile. Tunakwenda sambamba. Kuna mambo fulani ambayo huwa yanatokea katika maisha ya kiroho. Lakini hayo hayamaanishi kwamba Mungu wetu hayupo. Na ule wakati wa taabu, wakati wa majaribu, wakati wa misukosuko, ndio Bwana yuko karibu sana na wewe, anahitaji kusikia utamhitaji. Bwana Yesu akusaidie. Bwana Yesu akupe neema ya kuyajua haya anayozungumza. Kwa hiyo Yesu anapozungumza utapewa mara 100 sasa pamoja na Uzia. Yaani malipo ni hapa hapa duniani. Ule Uzia ni mambo ambayo yanatokea yanapima imani yako. Na imani yako inapopima namna ile, inapokuwa imekaa vile jana na leo, jana na juzi, Bwana anasema huyu ndio mtu wangu ambaye ninajivunia. Haleluya. Kwa kitabu cha Luka sura ya 18 mstari ule wa kwanza na wa 8, mstari wa kwanza anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa nini kukata tamaa mahali pale kunaingia? Ni kwa sababu kuna hali ya kuchoka. Huo ndio Uzia wenyewe. Ndio maana anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Mstari ule wa 8 anasema lakini je, Bwana hata wapa haki wake wateule wake wanaomlilia usiku na mchana? Yeye Mungu anaangalia imani ndani. Mstari wa 7 na wa 8 anasema je, Bwana ataiona imani? Ataikuta imani? Atakukuta mijitu ambayo inastahimili katika Mungu, kwamba Mungu wangu hajawahi kubadilika na alichokizungumza kinakuwa. Kasema mara 100 sasa, unahitaji uanze kuiona mara 100 yako ukiwa duniani. Nazungumza na wewe ambaye umeamua kumtumikia Mungu wa mbinguni. Lazima umuone Mungu mara 100 kwenye maisha yako, kwenye mapambano yako, kwenye misukosuko yako, kwenye majaribu na kwenye vita na kwenye migogoro aina mbalimbali. Lazima muone Mungu mara 100. Haleluya. Ni mambo ambayo unahitaji ujiulize mara 2 mara 3. Na muabudu Mungu namna gani? Mungu wako yukoje? Hatunaga Mungu mdori sisi. Sisi Mungu wetu anakaa kwenye kiti na anainuka na anawapiga maadui zako. Anavunja vunja unaozuia baraka zako. Anayezuia hatima ndoto yako ishinde kwenda mbele. Yeye anainuka na pigana nao na anawavunjilia mbali magego yao. Kwa hiyo huna haja kuwa na hofu. Anasema utakapokuwa unakwenda mahali pa mashitaka, mahali pa migogoro, usijiulize nitaongea nini. Wewe nenda tu. Nenda kwa imani kwamba ninaye Mungu atendaye mambo ya ajabu. Na namwambia Bwana, kwenda mahali pa msukosuko, mahali pa mgogoro, naipita njia ambayo sijai kupita njia hiyo, naomba unipeleke salama. Unapoondoka kwenda mahali pale, Bwana atakupa kitu cha kuzungumza kinywani mwako. Kwa nini? Anajua nini kinachoendelea mahali pale. Wewe hujui. Ukifika mahali pale, Bwana anakupa hekima saa ile ile. Utakuwa na hekima sio kawaida. Hiyo ni mara 100 duniani hapa. Tunaye Mungu ambaye si wa kawaida. Matendo yake ya ajabu. Kwanza hakadiriki na hapimiki. Na uwezi kumpima Mungu, na uwezi kumhesabu Mungu. Kwamba Mungu akuwa ngapi? Mungu watu hahesabiwi. Yeye ni nature. Jinsi ambavyo uwezi kuhesabu hewa na ndivyo Mungu uwezi kuhesabu hewa. Kwa sababu Mungu yuko kwa kila mmoja. Sasa kuna Mungu wangapi? Hapa kuna watu kama 60 sasa hivi. Lakini kati ya watu 60 hapa kila mmoja na Mungu. Sasa Mungu akuwa ngapi? Kwa hiyo Mungu wetu hahesabiki. Uwezi kumhesabu Mungu namna yoyote ile. Lazima muamini kwamba Mungu ni mmoja, ni wa pekee, ni wa kweli. Yeye ni omnipresent. Yuko kila mahali. Na anafanya mambo yote, na anajua mambo yote, na anaweza mambo yote, na yeye ni hekima. Haleluya. Kwa hiyo lazima utafakari juu yake, juu mambo makubwa ya kukushinda. Kwamba jambo hili mimi siliwezi, lakini yeye mara 100 hapa kuna baraka zangu. Katika kila eneo lako kuna mara 100 yako. Cha msingi ni kumshirikisha. Ni kumshirikisha kwamba Bwana, sasa hivi nahitaji jambo hili. Naiendea njia hii. Bwana, tenda muujiza huu. Unamweleza haja yako wazi. Kwamba Bwana, nina shida na jambo hili. Nahitaji hiki. Hata yale mambo ambayo unaona ni magumu sana, hayawezekani kwa namna ya kibinadamu.
Unaambia Bwana, kwako najua yanawezekana yote na hakuna neno gumu la kukushinda. Unaamini kwa namna ya kawaida, alafu namuita Mungu ashikaye magano, anayebadilisha hali, anaongeza hekima, anaondoa mauti, anaondoa magonjwa na laana na baraa na mashitaka na mashutumu. Haleluya. Anasema mara 100 duniani hapa pamoja na Uzia, alafu na uzima wa milele. Kwa hiyo tunaenda mbinguni, tuna uzima tumeukamata mikononi. Hatutaupata uzima wa milele baada ya kufa, tunaupata sasa baada ya kuokoka. Unajikabidhi kwa Yesu, tayari umekamata uzima wa milele mikononi mwako. Inahitaji ustahimilivu wako ili uweze kuingia kwenye uzima huo. Lakini kuna mahitaji ya kawaida ambayo unayo kila siku. Haya ndio yanaitwa Uzia. Na mahitaji hayo yanapotatuliwa, ndipo unamwona Mungu ashikaye magano, kwamba Bwana amefanya katika hili, na Bwana ametenda katika hili, na hili nalo Bwana anafanya. Au na mashaka au na hofu. Hatumwabudu Mungu mnyonge, Mungu ambaye hana nguvu. Sisi Mungu wetu ana nguvu, na nguvu zake ni ngumu kama za nyati. Anajieleza hivyo kwenye vitabu vingine. Bwana Yesu atusaidie. Kwenye kitabu kile cha Kutoka sura 15 mstari wa 3. Sasa kwetu sisi Mungu ni mtu, na anazo nguvu za kuokoa na kushinda. Kwa hiyo kwetu sisi Mungu ni mtu, lakini ni mtu wa kiungu. Ni mtu ambaye anajua mambo mengi mno. Yeye nguvu zake ni nguvu kama za nyati. Haleluya, haleluya. Nazungumza juu ya baraka mara 100. Kwa nini baraka 100? Ahadi zake ni za kweli. Anachozungumza amezungumza. Ni tendo la mtu wa imani kwanza kubeba hili neno na kwanza kulitumikia. Na unapolitumikia hili neno, unamuona Mungu akifanya. Haleluya. Nitazungumza mambo matatu juu ya siri ya mafanikio, sehemu hii ya 3. Siri ya mafanikio. Kwenye sehemu hii ya 3 nitakwenda kuzungumza mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwa na neno la uzima ndani ya moyo wako. Unahitaji kununua neno la Mungu ndani yako. Kwenye kitabu cha Mithali 23. Mithali 23:23. Inaitwa nunua maarifa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mithali 23 mstari ule wa 23. Sikiliza maandiko haya yanapoeleza. Inunue kweli wala usiiuze, naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Kununua kweli ni kuja kutafuta maarifa ya Mungu nyumbani mwa Mungu. Kitendo cha uwepo wako mahali hapa, umekuja kuinunua kweli ya Mungu. Kweli ni neno. Katika Ibrania 4:12 anasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote. Linagawanya nafsi na roho na mafuta yote yaliyo ndani ya moyo. Lijepesi kutambua mawazo na makusudi ya moyo. Hilo neno unahitaji kulinunua, au linaweza kumulika moyo wako. Likiingia ndani yako linaleta uzima. Likiingia ndani yako linaleta matumaini mapya, linaleta mabadiliko. Ni neno ambalo linaleta maarifa. Kwa kitendo cha uwepo wako mahali hapa, umekuja kuinunua kweli. Na anasema hiyo kweli wala usiuze. Unauzaje kweli? Ni kutokuzingatia mambo ya Mungu, ni kupuuzia mambo ya Mungu. Unapopuuzia mambo ya Mungu, unapodharau mambo ya Mungu, unapoyabwaga chini mambo ya Mungu, unapolibwaga neno, una maneno ya baba yako, una maneno ya shangazi yako, una maneno ya mjomba wako, una maneno ya watu, una maneno ya udaku, una maneno ya mipasho mitaani. Hapo unakuwa umeshaliuza hilo neno,
umebeba vitu vingine ndani ya moyo wako na havitakusaidia. Maneno yote ya kibinadamu yenyewe kazi yake ni kuleta mashaka na hofu kwa mtu, na hayakupi nguvu ya aina yoyote wala tumaini ya aina yoyote. Yana ladha ya kidunia na maumivu ya kidunia, lakini neno la Mungu limejaa uwezo usio kawaida. Ndio lazima nunua kweli na hekima na mafundisho na ufahamu. Kumbe ufahamu unanunuliwa, mafundisho yananunuliwa, hekima inanunuliwa. Unainunuaje? Ni imani yako kwa Mungu. Unapokwepo mahali hapa, unaponunua neno, unakuwa na maarifa chekwa. Azma neno la Mungu na lijae ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pengine kama kuna mgonjwa ametindikiwa, azma wazee wa kanisa waende, wana zaburi wamejaa neno, wanatamka neno, wanaimba zaburi. Tunaimba zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuimba zaburi moja. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji yana damu yaliyotoka humo, huonesha binadamu namna hiyo. Imejaa neno, imejaa zaburi ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hubabaishi na kitu chochote. Wakati wa mawimbi, wakati wa majaribu, wakati wa misukosuko, nasema huu ndio uzia wenyewe. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Tunafichama ndani ya mwamba, na mwamba huo ni Yesu Masihi. Na Yesu Masihi ndio neno lenyewe. Umejaa neno mpaka unacheua, yani unafunika neno tu. Yani ukiangalia kushoto umejaa neno, umeashiria neno. Ukiangalia kulia namna hii ni neno tu. Mambo gani unayaona upande wa kushoto, unaachilia neno kinywani mwako. Kwa kuwa sheria ya imani ni kutamka, haushindwi chochote. Katikati ya michongoma tunapita, katikati ya miba tunapita, katikati ya moto tunapita, katikati ya mito tunapasua, na hiyo mito inanyauka. Nahitaji ujiulize wakati mmoja, kwa nini Elia hakuzuiliwa na mto Jordani? Ana agenda yake ya kuondoka duniani. Anakwenda mahali hapa, jamaa mmoja anaitwa Gehazi, anamtinga Gehazi. Ataka aondoke Gehazi, anamtinga. Naambia baki hapa. Gehazi anambia niko pamoja na wewe, sikuachi. Ni Elisha. Kwamba niko na wewe, sikuachi. Elisha anamwambia Elia anataka kumtoroka Elisha, baki hapa. Jamaa limejaa upako wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mejitu na upako wa kufa. Yaani imejaa imani. Bwana amemwambia mwendo wako wa kuishi meisha. Sasa umemaliza kazi, unakwenda kufa. Linahitaji life. Kuna watu wanamtinga. Nenda sokoni mwanangu, kanue mahindi. Hapo unashangaa umeenda sokoni, unarudi mahindi yuko anunua nyumba ya pili. Unarudi jamaa alikuwepo, mnaongea naye hayupo. Kalala usingizi. Umeamka mama, amka baba, kaondoka huyo. Mwenzako ni mwenye haki. Sasa imejaa upako na kwenda kila mahali, niko na wewe, sikuachi. Jamaa ameshuhudiwa kwamba huyu anataka kupotea huyu. Kajaa roho. Afu jamaa anamwambia baki hapa, anambia hapa sibaki, abaki mtu hapa. Wanakwenda naye mji kwa mji. Afu anamwambia bosi wako anaondoka leo, itakuwaje? Anambia subirini tu. Bosi wako anaondoka, itakuwaje? Subirini. Bosi anakumtoka, anambia nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Akafika sasa aende ngambo. Akajua wapi tatizo. Sasa nakwenda tu nikutembea, hakuna cha kuhubiri hapo. Jamaa anahitaji kufa, anaitwa Elia. Nabii Elia Mtishibi. Haleluya. Akaenda mahali mto Jordan umefanya nini? Mto Jordan umefurika kiko zake, anapanda daraja. Akachukua vazi lake akamwambia gawanyika, njia itokeze. Akaachilia vazi lake paka gawanyika mahali pale. Wakavuka kwenda ngambo ya pili. Akaona jamaa bado kashona yuko pamoja naye. Uwe chawa wa Yesu. Haleluya. Ngangania Yesu kama kupe. Anakuambia baraka mara 100 duniani hapa. Haleluya, na uzima milele. Kwa mngangania Yesu. Tumwambie sikuachi Bwana Yesu. Yesu Masihi una vitu vingi. Umeshika neno hili, umelikamata ndani ya moyo wako. Umelinunua neno hili, umenunua maarifa haya. Umenunua hekima iko ndani yako. Umenunua mafundisho haya yako ndani yako. Sikuachi. Hilo neno ni nyundo, linavunja maasi yote. Sikuachi. Nataka uangalie upako ule ambao unagawanyisha mto Jordan.
nguo vazi lake tushap na alikoroana Jordan kule. Alafu mwanaume anapita katikati ya Jordan, afune njia, hakuna kukanyaga maji. Maji amesikia sauti. Nazungumza na wewe, tabu yako itasikia. Kila kizuizi ambacho kinakwaza maisha yako, imani ile ile itagawanya matatizo yale, kushoto kulia. Nahitaji kupita kwa ngambo nyingine. Nina agenda ya kiungu ndani ya moyo wangu. Na ndio maana uhitaji kufikiri inakuaje Mungu liye naye. Kama ufikiri juu ya Mungu liye naye, kwamba ni Mungu mkuu mwenye nguvu zote, ambaye anaweza kuonyesha kawaida. Huyo ndiye ambaye hakuzuiliwa na bahari. Kaenda mlimani, hakuna cha boti. Anarudi ajiulize nitavukia kitu gani? Hana maswali. Msijiulize itakuwaje mara 100 duniani hapa. Anafika mahali pale, bahari ya Galilaya imenuna. Anaingia kwenye maji, anaanza kutembea juu ya maji. Nazungumza juu ya misukosuko na vikwazo, juu ya uzia na shida. Anapita juu ya bahari ya maji, hana shida, haurizi. Nakwambia hivi, hautatetereka na chochote, kwa kuwa Bwana yeye ni mafanikio yetu na uweza wetu. Ukikuta mshirika anakuwa na wasiwasi, Kristo ana wasiwasi na mashaka, maana yake imani yake haijawa katika hali ya utimilifu. Nazungumza siri ya mafanikio. Haleluya! Jambo la kwanza, jaa neno. Tembea katika neno. Hilo neno linabeba ahadi, linabeba uweza, nguvu za Mungu, linabeba mamlaka, linatokeza maelekezo ya kawaida. Siri ya pili ni kujaa Roho Mtakatifu, kuenenda katika Roho, kutenda katika Roho, kuongozwa katika Roho. Rumi 8:14 anasema wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Tunaanza kuongozwa na Roho mahali ambapo pana shida. Haleluya! Rumi 8:14 anasema wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kuna mambo ambayo unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie kwenye maisha yako. Ndio maana anaitwa msaidizi wa maisha yetu. Yuko nasi kila mahali. Neno unaro, yeye atakukumbusha. Hapa tumia neno hili. Unasimama kwenye neno, unaachilia neno. Atakwambia hata ukimelala usingizini. Atakwambia kwa njia ya njozi. Majaribu haya, misukosuko hii unaiona ni kwa sababu kundi hili la watu wabaya kama alipale. Wako 20 wamekusanyana kinyume kwa ajili yako. Unainuka, unaanza kuwatawanya kimaombi. Unawasambaratisha kwa jina la Yesu. Na ukiona maungo ya kipepo kwenye ulimwengu wa giza, ujuage imeshakwisha hiyo. Mambo yote yanaanza kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unahitaji usijue siri za mafanikio. Hatufanikiwi bila kuwa na nguvu ya ziada. Ndio wewe na nguvu ya ziada ambayo inakuwezesha kufika ng'ambo ya ndoto yako. Utafika ng'ambo ya ndoto yako kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa maajabu na miujiza. Yeye amejaa uwezo, amejaa ishara. Ni mtenda miujiza, ni Bwana wa mabwana, ni nguvu ikomboayo ikoayo. Hatuna mashaka naye. Umejaa neno ndani, unaongozwa na Roho. Roho Mtakatifu yu juu yako. Anakuambia hapa, usitetereke, usiogope. Yeye ni majawabu yako. Tunaambia Roho, Yesu akaongozwa na Roho kwenda nyikani. Ajaribiwa huku kwa muda siku 40. Usiku na mchana anajaribiwa, amejaa Roho ndani. Nazungumza siri ya mafanikio. Kuna mambo mengine ambayo hatuyajibu kwa kujipanga sana, utapoteana. Yaani ni papo kwa papo. Neno la Mungu liko ndani yako, limejaa. Jiwekeni zao kusoma Biblia. Soma Biblia. Soma tu. Soma ile ingiza tu, soma tu. Useme kiembaro umesoma sijui Kutoka, basi uko Mathayo, basi wewe ukianza misali ukishaimaliza misali yote. Bila kuja tusema kwa muda wa mwezi mzima, wa siku 2, wa siku 1, wa wiki nzima, lakini umemaliza meza misali moja, unaenda 3, sura ya 4, sura ya 5 unapumzika. Unaanza tena jioni, misali sura ya 6, unakwenda 7, 8, 9 unapumzika. Unakuja tena siku nyingine mpaka unamaliza misali yote. Ili neno linakaa ndani yako, unapata maarifa, unajua kinachoendelea. Unakuja ibadani kama hapo, unasikia maneno ya ushindi. Unapokuta ndani ya moyo wako kuna waka ndani. Hebu shekeria, anza kuachilia. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari ule wa 27 kuna mahali, kuna neno anasema, wakawa wanamshtaki Petro. Wamemshika wanaume fulani, wanamwambia bosi wako huyu Bwana Yesu, tunaona yeye hatoi nusu shekeri. Hatoi nusu shekeri. Kwa nini? Petro akasema yeye Bwana anatoa. Kwa hivyo msimanga namna ile, kabla hajakaa wanakwenda kwa Yesu. Sasa uko na Yesu, kama mko na Yesu, wako nje na Yesu hapo nje, wakambana majamaa hapo, bana Yesu ametangulia ndani. Baada kumbana anasema anatoa, hatoi. Petro anaingia ndani akaongea na Yesu. Kabla hajaongea na Yesu, Yesu anamwambia Petro, wana wa nchi hutoa, wanaotoa shekeri nusu shekeri ni watu wa namna gani? Ni wageni, ni wenyeji? Petro akamwambia ni wageni ndio wanaotoa nusu shekeri. Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje? Kama ni wageni watoa nusu shekeri, basi kwa hiyo watoto wa Mungu wako huru, hawastahili kutoa nusu shekeri. Sasa kilichofanyika mahali pale, akasema nenda baharini, nenda katumbukize ndoana yako. Shekeri kwa ni mvuvi, kwa akaitumia taaluma yake alionayo. Nenda chukua zana zako za kazi. Ukishabeba zana zako za kazi, nenda baharini, katupe nini? Nenda kaoposhe, katupe ndoana humo, kaoposhe. Kwa akabeba zana zake za kazi, akaenda baharini, akaenda kuoposha. Akamwambia tukapoposha namna ile, wala usiende samaki atakayezuka kwanza. Wewe ukishamtoa namna ile, huyo utapanua kwenye kanwa lake, utakuta kuna shekeri. Halafu utaitoa moja ya kwako na nyingine ya kwangu. Huyu Mungu alivyo ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nalo la kuzungumza, nalo la kufanya. Na hii nusu shekeri kazi yake ilikuwa ni kwa ajili ya kuendeshea nini? Kwa ajili ya kuendeshea hekalu. Kwa watu wanatoa, na alikuwa anatoa tajiri na maskini. Yaani kila ambaye ana miaka 20 kwenda mbele waliweza kutolea jangwani. Kwa hiyo ikaenda mpaka ndani mpaka katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo kuanzia mwenye miaka 20 lazima atoe shekeri, nusu shekeri. Bila kujali ni masikini au ni tajiri, anatoa nusu shekeri. Kama hana fedha, basi anatoa vitu vyenye uzani wa nusu shekeri, anavitoa mahali pale. Utakuta kwenye vitabu vya Kutoka, lakini sitaki nirejee hapo. Lakini mimi nazungumza kwa habari ya kila ambacho Bwana atakitumia, kipaji chako atakitumia kwenye maisha yako. Napozungumza mara 100 duniani hapa, na kwamba ukija roho, Bwana anaanza na wewe mwenyewe ili kubadilisha maisha yako. Anaangalia uwezo wako, umesomea nini, kazi yako ni ipi, kipawa chako ni kipi, kipaji chako ambacho Bwana ameweka ndani yako ni kipi. Kipaji chako hicho kitakupa kuishi. Kila kipawa cha Mungu ameweka ndani ya mtu, akigeukia kushoto kinafanikiwa, akigeukia kulia kinafanikiwa. Kwa hiyo wewe ni mtu ambaye umebeba roho ya mafanikio, na unahitaji kuvuna mara 100 duniani hapa. Na ndio maana roho ya kutangatanga na ukakasi unahitaji kuiondoa. Haleluya. Kama kuna jambo lolote unalihitaji Mungu akufanyie, wewe jione nimebarikiwa. Baraka za kuachana ziko juu yangu. Baraka mara 100 ni kwamba ukigusa kwenye uchumi, Bwana anaponya kazi ya mikono yako. Ukigusa kwenye afya, Bwana anaponya uzima wako. Ukigusa kwenye watoto, Bwana anaponya watoto wako. Ukigusa kwenye mashamba, Bwana anaponya mashamba yako. Ukigusa kwenye majengo, anaponya majengo yako, yaani mazingira yako ya kuishi.
Ndio maana baraka mara 100, kwamba wewe ukikaa hapa milango 100 mafanikio kwenye maisha yako. Unahitaji nini? Bwana atakufanyia. Ni tendo la kutambua na kufikiri. Tumia elimu ambayo umeshainunua sasa. Nunua kweli, nunua hekima, nunua fundisho, nunua ufahamu. Umeshanunua neno la Mungu limekaa ndani yako. Unasema hii sio hali ya kawaida. Kwa hiyo neno linafungua channel moja ya kuita baraka yako ije. Na neno lingine linabeba channel yako nyingine, kwamba hapo unahitaji ulinzi. Unaomba marinzi ya Mungu ya maisha yako. Marinzi ya Mungu yanakufunika. Hakuna mchawi atakayegusa wala mganga atakayetenda kazi maisha yako. Wala mizimu ya babu yako ya ukoo wako haitafanikiwa. Haleluya. Nazungumza juu ya siri ya mafanikio. Tunafanikiwaje watoto wa Mungu? Lazima tujue kutembea na neno, alafu kutembea na roho. Tujue kuongozwa na roho. Yesu anasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, na Bwana amenipaka mafuta kuwahubiri masikini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na waliosetwa kuwekwa huru. Manake nini? Kwa hiyo Roho huyu kazi yake akikaa ndani yako atakusaidia hata namna ya kuyatekeleza yale ambayo hayawezekani kuyatekeleza, sababu yeye ni nguvu inayozidi. Yeye ndiye atakayeibua neno, anatukumbusha yale yote ambayo tulipokuwa tunanunua kwetu, tunawekeza. Umeweka neno na moyo wako. Yeye ndio mkumbushi sasa, kwamba sasa hivi tumia neno hili, sasa hivi nyamaza kimya, sasa hivi samehe. Kama hauna roho kusamehe hautaweza. Kwa hiyo hata kusamehe kunahitaji roho. Miaka 10 umeongezeka kwenye mguso. Ukikuta watu wanagombana, hakuna mwenye power ya kusamehe mahali pale. Wote ni watu wanyonge. Miaka 10 umeongezeka kwenye mguso. Mimi ni sehemu ya matokeo chanya. Bwana kutokezee matokeo ya kawaida. Tunamtambua Bwana awezaye kubadilisha hali. Yupo kwa watu wote, kuanzia kwa mtoto mdogo mpaka kwa mtu mzima. Wengine wanadhani akiwa mtoto mdogo mambo kama haya yamuhusu. Unaweza kukaa kwa miguu yako. Kaa. Tunasema kwa miguu yetu afu tunakaa baada ya kusimama. Ukai kwa miguu yako, tunasimama kwa miguu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu ni mwema sana na ni mwaminifu mno, na matendo yake ni ajabu. Anaposema nenda kamuoposhe samaki, ni tendo la kutii neno la Kristo. Anakwenda kuoposha samaki. Sasa hana maswali ya aina yoyote, anamwamini Mungu ashikaye mambo ya ajabu. Maana uhitaji kuwa na maswali yoyote kuhusu neno. Ili neno liamini afu litendee kazi. Petro akaliamini neno hili afu kalifanyisha kazi. Nikikwambia ingia kwenye maombi, maadamu neno limekwambia omba, ukisoma na omba, ukiomba utajibiwa, ukiomba utapewa, ukiomba utaona. Kiliamini neno hili, wewe ingia kwenye maombi. Omba kwa ajili ya kesi yako, kwa ajili ya shida yako, kwa ajili ya uzao tumbo lako, kwa ajili ya mipango yako, kwa ajili ya ndoto yako. Omba tu, utaona matokeo. Ni Mungu ananyamazisha hali. Kuna mambo ameyaweka mahali hapa, yapo tu ili watu wayatumie. Ndio maana anamwambia neno, nenda kaoposhe samaki. Na ukishaoposha samaki, huyo samaki atakuwa mkubwa, atakutosha kula wewe na nyumba yako yote, asubuhi, mchana na jioni, na kumpa jirani yako kipande. Kwa samaki anamuoposha ni samaki ni dubwana zaidi ya hii kamera unaiona hapo. Bonge la msamaki. Akalioposha namna ile, cha kwanza, break ya kwanza, ni kupanua kinywa chake. Shekeli iko mdomoni namna ile. Sasa ndio Mungu wa miujiza huyo. Na wewe mzungumze, ambaye katika shida yako atakutokezea muujiza sio kawaida. Kwa hili neno limebeba muujiza. Hili neno limebeba maarifa, limebeba ufahamu. Ndio maana malinunua hili neno. Unalinunuaje? Tunalinunua kwa kutumika kwa moyo wetu wote. Kwa unapolinunua neno hili afu naliamini kwa jambo moja, unaitendea kazi na kuma matokeo ya kawaida. Tuko hapa kwa ajili ya neno la uzima. Na uko mahali hapa kwa ajili ya neno la uzima. Na Bwana anakufikisha ng'ambo nyingine ya pili.
Ili neno limejaa uweza, limejaa maarifa, limejaa ufunuo. Na ndio maana inahitaji mijitu ambayo imetulia mbele za Mungu, wala haitetereki, imejaa imani. Bwana amesema, na Bwana amesema nitafanya mara 100. Yaani maadamu Mungu amesema, sina mashaka neno la Mungu, nafanya mara 100. Akiniambia asubuhi, Bwana ananiambia asubuhi nitafanya mara 100. Akiniambia mchana nitafanya mara 100. Akiniambia kesho nitafanya tena. Akiniambia jana nitafanya tena. Sina mashaka neno la Mungu. Uhitaji kuwa na mashaka nalo. Bwana Yesu atusaidie. Msikilize maarifa au jinsi alivyo. Si ya kawaida. Amekaa mahali anaingia, ongea na Yesu. Yesu anamwambia, na ndivyo ambavyo Yesu atakupa maarifa ya ndani. Utaelewa kwamba kuna kitu cha kawaida hapa kinaendelea. Huo ni ufunuo wa ndani sana katika roho. Kuna kitu cha kawaida. Hiyo sauti itii na isikie. Anza kutulia na kusema nini kinachoendelea mahali hapa. Roho Mtakatifu anazungumza. Anapoongea namna ile, kuna kitu cha kawaida. Kama kuna wazo unaliona linakuja, hilo wazo lifanyie kazi. Kama ni wazo la hofu, anza kuiondoa hofu. Kwamba wewe hofu ondoka, sifi, na hakuna ajali mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna ambayo Mungu anasema na watu hawaelewi. Inahitaji utulivu, inahitaji maongozi ya roho. Maongozi ya roho, kuna wakati fulani kama mawazo, nasikia sauti ndani ya moyo wako. Inakwambia fanya jambo fulani. Hebu tii sauti ya namna hiyo, fanya. Tekeleza maadamu iko katika neno, haipingamani na neno. Haleluya, haleluya. Siri ya 3 ya mafanikio ni utumishi. Ni utumishi wako kwa Mungu. Beba utumishi wako kwa Mungu. Mtumikie Mungu wako kwa mali zako na kwa nguvu zako na kwa hekima na kwa kumpenda Bwana kwa namna ya kawaida. Kwa beba utumishi ndani yako. Beba utumishi. Tazungumza juu ya utumishi wa mali kwa watu ambao wana Mungu ndani. Haleluya, haleluya. Timoti wa kwanza, kitabu hiki ndio kinakwenda kutufungia ukurasa wetu. Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 mstari ule wa 17 hadi mstari ule wa 9. Marejeleo mstari ule wa 7. Mstari wa 7 anasema, Timotheo 6:7 anasema, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, kwamba usijitaabishe na mambo ya ulimwengu. Mstari wa 17 anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Wakati ujao ni upi? Nazungumza na matajiri walioko ndani ya kanisa, kwamba utajiri wako usijenge duniani. Bwana amekupa kujenga, jenga nyumba mara 100, amina. Nunua mashamba mara 100, amina. Miki mtaji mara 100, amina. Lakini usijisahau duniani hapa tunapita. Hapa duniani ni wageni. Jenga makao yako mbinguni. Toa sadaka yako mbinguni ambako ndiko hatima yako inakwenda. Utapata mara 100 duniani hapa na uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo tuna uzima wa milele ambao tunauelekea. Kwa hiyo tunajenga huko. Mali ambazo Bwana kupatia duniani hapa ni mali za kwamba zikupatie utumishi mwema. Ili Bwana anapoangalia kazi ya mikono yako, anapoangalia utumishi wako, anaona kabisa kwenye ulimwengu wao umesheheni. Ni kipindi ukienda kwenye mashamba, unapita huko unakuta mashamba mengine wamekusanya matita matita na ngojwa kwa ajili ya kuyaweka sawa, yatoke shambani yaingie gharani. Kwa hiyo jinsi ambavyo matita shambani, na ndivyo mashamba yetu kwenye ulimwengu wa roho yanakuwa yako vile.
na hilo shamba letu ni mahali ambapo roho yako itakwenda. Jiwekea hazina yako wapi? Jiwekea hazina yako mbinguni. Mstari unasema huku mkijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Kwa hiyo mambo haya ni mambo ya ajabu sana. Hili vitu ya duniani tunapewa mara 100 ili tupate kumtumikia Mungu kwavyo. Beba roho ya utumishi. Mwambie Mungu, nisaidie kubeba roho ya utumishi. Unapobeba roho ya utumishi namna hiyo, utatembea na Mungu mpaka unakokwenda, na Bwana ataiangalia kazi ya mikono yako. Na ndipo anasema, mwanangu ni mtumishi wangu, yuko mahali fulani, na kila mahali ukienda unaangaza, na kila mahali ukienda unakanyaga, unapanabarikiwa mahali pale. Kila mahali ukikanyaga, nyoka na nge wakiwepo wanakufa. Hakuna nyoka atakayesawi atakaendelea, wala nge wala pepo wala uganga wala uchawi hautasimama. Haleluya. Naongea na jitu moja la imani, jitu ambalo limeshiba mashujaa wa imani wa nyakati hizi, wa kizazi cha sayansi na teknolojia, nyakati za kidijitali, nyakati ambazo dunia inakwenda kasi kupita kiasi, nyakati ambazo niambatanisha na kupakwa imani za wengi. Lakini mashujaa wa imani, mimi nitasimama na Yesu Masihi katika nyakati za misho ya dunia. Wakati Yesu anakuja kuvuna ulimwengu namna ile, nitavunwa mwenye haki. Mimi si nitakuwa kapi, nitakuwa ngano. Nitakuwa ngano katikati ya makapi, katikati ya magugu nitachomoka kama risasi. Haleluya. Bwana akujalie neema kusimama na Mungu huyu asiye wa kawaida. Hatumtumikie Mungu anayeshindwa. Mungu wetu ni Mungu wa mafanikio. Anajua namna kubariki watu, namna kufanikisha watu. Beba roho ya utumishi. Tembea, mtumikie Mungu. Katika hali zote mtumikie Mungu, na utaona Mungu akibadilisha maisha yako. Kama ujaangalia hiyo, wauliza kina Yusufu. Tunahitaji mayusufu leo. Kijana yule anawaeleza ndoto ya utumishi alionao, kwamba huduma yangu ni kukomboa familia ya baba yangu. Na anamwambia baba yangu, mimi nitakukomboa wewe. Maisha haya mnaishi maisha magumu. Nikikua utaishi maisha mazuri sana. Nikianza kazi utaishi maisha mazuri sana. Anawaeleza ndoto alionayo, kwamba mimi nitakapokuwa tu nikielekea nchi za mbali namna ile, maisha yenu nitayabadilisha namna ile. Nitakulisha baba na mama, na nyinyi kaka zangu nitawalisha, na watoto wenu nitawalisha, wala msiwe na mashaka. Na kweli akawalisha. Lakini baada ya mapito mazito, kabeba utumishi mpaka kwenye jumba la Potifera. Potifera mkewe anamwambia hivi, hebu tutende dhambi. Anakuambia, siwezi katenda dhambi. Siwezi nikaingia kwenye mashutumu nikamsimanga Mungu wangu. Na Mungu wangu akaibika, kasimama katika haki yake. Kabeba utumishi wa haki. Beba utumishi wa namna hiyo. Sihitaji watumishi ambao wamechanganyikeni, watumishi ambao kama ua danganyifu la plastiki. Hapa naliona ua moja danganyifu. Kiliangalia ua kama hili halina chochote. Lile linapendeza ndio, lakini halina uzuri wa aina yote, halina harufu, ni fahari ya macho. Hii ni artificial. Ni ua bandia hili hapa. Nataka usiwe ua bandia. Hatuhitaji warokole bandia ambao wana mazagazaga ndani ya moyo wao, wamejaza matendo ya dhambi, ni wazinzi, ni waasherati, ni waongo, wanapigana, wana hasira, hawana misamaha. Hatuhitaji washirika namna hiyo. Tunahitaji watu ambao ndani ya moyo wao kuna haki. Wamebeba utumishi wa haki. Yeye ni ua kweli. Nyuki wana akili sana. Unafikiri ni alifuati? Haoni chochote. Hawana harufu, hawana mnuso, hawana kionjo. Ili wali na chochote hapa. Ndio maana utaona nyuki. Sasa leta ua original mahali. Wewe liweke hapa ua original. Utaona inzi wanakuja hapo, nyuki, vipepeo utaona wanakuja wanakuja kunyonya. Na wewe unahitaji uwe mnyonywaji. Ulimwengu agizo unahitaji uje unyonye kwako. Bwana wa nchi anahitaji anyonye kwako. Anasema wewe utakuwa, watu watakuja kunywa maziwa kwako. Utakuwa ni kionjo cha dunia. Utakuwa ni ladha ya ulimwengu. Kwa hiyo beba utumishi wa haki. Yusufu alibeba utumishi wa haki. Kaenda mpaka gerezani na utumishi wa haki. Afutokea huko gerezani, wasema kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu. Alafu ni mgeni. Kama hutaona shaka moyoni mwako, mkabidhi nchi hii. Na nchi hii itakwenda. Farao akausema, unasemaje? Nahitaji mtu mwenye tiba. Unaambia yuko gerezani. Yupo kwenye gereza yako, umemfunga. Ana miaka mingi kwenye gereza lile. Zaidi ya miaka 6 amekaa ndani ya gereza lile. Kama hutaona shaka mtoe sasa hivi.
kamtoa Yusufu toka gerezani. Alipotoka gerezani, kwa sababu alikuwa ananukiana ovyo, ananuka ovyo. Yaani kachanganyikana na uzuri na uovu wa gerezani. Alienda akakoga kabisa mavazi ya kifalme. Akaenda mbele ya mfalme, aenda katatue tatizo. Amejaa maarifa, amejaa hekima, amejaa fundisho, uadilifu. Kajaa neno ndani ya moyo wake. Kajaa roho aliyemsaidia kuikimbia dhambi wakati wote. Kabeba utumishi wa Mungu mpaka mbele ya Farao. Hapo naambia Farao, usikonde wala usibabaike, na ndoto yako nitakusaidia tafsiri yake. Kuna miaka 7 inakuja ya njaa, na kuna miaka 7 ya neema. Itatangulia ya neema, itapata ya njaa. Miaka 7 hiyo. Na kushauri, na miaka 7 ya neema, nunua chakula cha kutosha, weka kwenye maghala katika nchi yako yote. Kila mahali pale kuna neema ya kawaida. Na miaka 7 itakuja ni miaka ya kitisho. Kuna njaa ambayo hautaweza kuiona tena, haja kutokea kabla ya baba zako na mpaka baadaye. Ndio wale ng'ombe 7 wakondefu waliomeza ng'ombe 7 wanono. Na watu watakuchukia vibaya sana. Kwa ajili ya kuhifadhi nchi na masazo, hebu waeleze, hebu nunua chakula hicho. Tafuta wenye hekima na maarifa, wenye hofu. Farao akasema, mwanangu Yusufu, ninapokea ushauri wako kwa mikono yote miwili. Ulichosema ni amina, ni kweli. Sina mashaka. Na kwa taarifa yako, sijamuona mtu yoyote kwenye ufalme wangu ambaye anaweza kuyatekeleza hayo unayozungumza. Kwa maana hiyo sasa, hii nchi nakukabidhi wewe. Hayo yote uliyozungumza ukayatende, lisipunguke neno hata moja. Kwa sababu nina uhakika utayafanya. Kwa kuwa naona una hekima kuliko Wamisri wote. Una akili kuliko Wamisri wote. Na zaidi yote naona kuna roho bora ndani yako. Kuna roho wa Mungu ndani yako. Huyu atakusaidia kuyatekeleza hayo. Nenda katende mwanangu, na pete na kukabidhi hapa. Na anawaambia watu wake, asiwepo yote kusema la heri wala la shari ya mtu huyu. Kwa neno lako ataingia, na kwa neno lako atatoka watu hawa. Akakabidhiwa nchi. Akatembea katika nchi yote ya Misri. Akajaza magara ya vyakula. Walikula zaidi ya miaka 7 ya njaa. Nazungumza na mtu aliyejaa roho. Naongea na mtu aliyejaa neno. Naongea na mtu aliyebeba utumishi wa Mungu ndani yake. Mwenye ladha ya Mungu toka ndani. Hana utumishi bandia. Bwana anakufanikisha kwa namna ya kawaida. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Napozungumza mabilionea, tunazungumza mabilionea ambao Bwana anawajua wako ndani ya kanisa, ambao kutumia utajiri wao watamtumikia Mungu kwa mali, na Bwana atazibarikia kazi ya mikono yao. Na nataka wewe matajiri wa kiroho, kwamba uwe ni tajiri kwa hizo baraka zako mara 100. Kwa maana tunategemea kuona watu wanatoa viwanja vya kanisa kwa ajili ya majenzi ya kanisa. Mtu mmoja amebarikiwa anaweza kutoa ng'ombe kaza wa kaza kwa ajili ya Mungu wetu. Mwingine amebarikiwa anatoa dhahabu zake kwa Mungu wake. Mwingine amebarikiwa anatoa shekeri zake kwa Mungu wake. Mwingine amebarikiwa anatoa maarifa yake kwa Mungu wake. Yaani tunahitaji vitu mchanganyiko, tunahitaji ufundi wako, tunahitaji kipawa chako, tunahitaji taaluma yako, tunahitaji fedha yako. Na hivyo vitu naambia ni utajiri wa duniani unao kwa ajili ya kuwa tajiri wa kimbingu. Uwekeze huko unakokwenda. Unajenga nyumba yako, makao yako. Haleluya. Mungu hahitaji watu goigoi. Hahitaji watu wanyonge. Bwana hahitaji watu ambao hawajui mbele wala nyuma. Anakuonyesha picha kwamba nunua kweli. Uwe na maarifa na hekima. Beba fundisho ndani. Kibeba fundisho unakuwa na uadilifu. Lazima mtoto huyu ni mtukutu, hajafunzwa, hajanidhamishwa. Lakini wewe unadhamishwa, beba fundisho. Unakuwa ni kijana mwadilifu. Kama akina Danieli. Wanakuambia hatuko tayari kusujudia sanamu hii. Hata kama Mungu wetu aweza katenda, aweza kaponya. Lakini tunamwamini Mungu huyu ambaye hatujitia unajisi katangia ujana wetu. Hatuna madoa wala mawai na yote. Huyo tutasimama naye.
Nazungumza na watu ambao wanamtumikia Mungu kuanzia ujana wao mpaka utu uzima wao. Watu wenye radha, yani watu ambao wanaonjeka duniani, watu wanaotamaniwa na ulimwengu, kusiku kutamani kwa njia ya dhambi kwa ajili ya Mungu ndiye naye. Kwa hiyo tutakwenda pamoja na wewe. Tumemwona Mungu wako ni Mungu mwenye kubariki, ni Mungu mwenye kuinua. Wazazi wako wajivunia Mungu wako, ndoa yako inajivunia Mungu wako, watu wa mtaa wako wanajivunia Mungu wako. Unakuwa nuru ya ulimwengu yangazayo, unaanza kuangaza. Watu wanakuja kwako, wanakuja kula na kunywa mahali pako, najenga mataifa mengi. Watu wengi wanajenga mahali pako. Unainua misingi ya vizazi vingi, unakuwa tumaini la watu wengi, unakuwa faraja ya watu waliovunjika moyo. Haleluya! Naongea na mtu mmoja aliyebeba utumishi. Tunapobeba utumishi tutamwona Mungu akitenda. Tunabeba utumishi bila kujali na pita wapi na ni wakati gani. Tunamwamini Mungu asimamaye na watu, Mungu ambaye hajawahi kunyamaza. Hakuna utumishi ambao hauna maslahi. Hata ukifanya kazi serikalini una mshahara unapata. Ukifanya kazi kwenye chama cha siasa kuna mshahara unapata. Ukifanya kazi kanisani kuna mshahara unapata. Sasa beba utumishi wa kiungu ndani. Bwana atakufanikisha. Hii nazungumza siri ya mafanikio. Huwezi kufanya kazi kwa Mungu afu Mungu akuache. Sasa tufanye kazi kwa Mungu, tunaenda kwa ajili ya mtu mwingine. Tunapobeba utumishi, maana yake tunamtumikia Mungu, anatubariki mara 100, tunaingia uzimani. Haleluya! Utumishi wetu ni kujulikana na Mungu. Unaweza kama umeajiriwa leo na serikali ya Tanzania, lakini haijui kama kuna mfanyakazi wetu na anakulipa mshahara. Unapofanya kazi kwa Mungu, Bwana anakufahamu. Kama mtumishi wangu yuko mahali pale, anamwambia shetani na wachawi, unamuonaje mtumishi wangu aliyeko Tunduma anaitwa Joyce? Hakuna aliye kama yeye, ni mwelekevu wa moyo. Ameshikamana na mimi, ananipenda, ananitumikia. Unamuonaje Joyce? Afshe Ibilisi na kweli. Panga mimi ni shetani. Na ushetani wangu wote na ubaya wangu wote. Lakini nimemuona Joyce si wa kawaida. Yale kia nikienda kwake ananichoma kwa neno kawaida. Nikijaribu kumgusa na choma mambo yangu. Nikituma watu wangu anakufa kumwangamiza. Sasa amekuwa ni tatizo kwangu. Amekuwa ni shida, maana nimeachana naye. Kuna wakati shetani atanyosha mikono ya maisha yako kwa sababu ya utumishi ambao ulibeba. Unasema inakaa kaje hapo? Kaulizwa ambao alikuwa anatumbukiza Danieli kwenye tanuru la simba na Abednego kwenye tanuru la moto. Wao ndio walikuwa kwanza kufa. Jamaa limebeba utumishi wa Mungu, alitetereki. Moto umewasha mara 7. Yaani ghadhabu ya kipepo mara 7. Ndio maana atatawanyika adui yako kwa mara 7. Yaani adui yako anakufanya kwa njia moja, kwa njia 7 atatawanyika. Sasa akawaramba wao wenyewe. Wao wanatupia kwenye moto, anaangukia kwenye moto anakuwa salama, lakini wanaomtumikia yale makali ya moto mara 7. Yao naambiwa wanapoisha kutupia namna hii na wao wamemaiti siko mahali pale. Wasanga amekufa na wapumbavu nyenye mnakufaje kienyeji. Kwa utumishi wa kipepo una gharama zake, una mauti. Utumishi wa kimbingu umejaa uzima. Hautakufa leo wala kesho. Hakuna atakayekutamkia mauti wewe. Siku zako zitakuwa ni nyingi. Nakwambia hivi, siku zako zinaongezeka za kuishi. Unapobeba utumishi wa Mungu na kuongezea siku, unapata bonus ya maisha. Miaka yako itaongezeka. Kina Isaya wakina Ezekiel anaongeza miaka ya kuishi. Miaka 15 anaishi. Umeandikwa kufa, mauti itakuwepo kwako. Hakuna cha eti sisi kwetu na kupanga mapema, hakuna kitu maisha. Wakata huo mlango. Mimi familia yangu kina Magapianira tulikuwa tunakufa, yani sisi ukizidi sana. Yani nimeishi miaka mingi sana, miaka 55. Ndio nimeishi miaka mingi sana. Sababu familia yetu ni familia ya kichawi. Babu yetu alikuwa mchawi. Alikuwa mganga kienyeji. Kwa alikuwa mganga kienyeji sasa. Akafa kabla ya wakati kwenye uganga wake. Endaga ukinga huko, wakamtundika kule kwa kafia. Yaani alizikwa kule. Ndio mjomba wangu mmoja ananiambia mimi nafahamu kaburi la yuko kule yuko ukinga mjomba wangu. Anasema nalifahamu kaburi la babu yetu lilipo. Tukao tujui alifia wapi na alizikwa wapi. Yeye analifahamu na mahali alipo. Kwa hiyo ameenda kwenye uganga wake kule, wakamzidi nguvu akafia huko.
Tangu hapo watoto wake wote ni kupukutika. Miaka 30 ameondoka, miaka 40 ameondoka, amezidi sana, ni miaka 50, yani 55, 60, ni kama simekuwa kwaje. Na kwa baba mkubwa tunameishi miaka 55, lakini wengine wote hawapo duniani, mpaka watoto wao wanaondoka mapema. Ila baba yangu mimi sasa alipata neema ya kumuoa mtoto wa mchungaji ni mama yangu. Kwa hiyo siku zake za kuishi hivi ninavyozungumza na miaka 80 na ngapi, mama yuko hai, mtoto wa mchungaji na baba yu hai, mtoto wa mganga kienyeji. Kwa mtoto wa mganga kienyeji na mtoto wa mchungaji wakaoana. Alafu babu yangu ambaye alikuwa ni mchungaji, yeye alikuwa ni mjitu uliokoka, ndio mapainia wa kanisa hili la PHA. Alikuwa na nguvu za kiroho, amejaa roho. Alafu babu yangu naye ambaye ndio mzaa baba, yeye naye amezaliwa kwenye miungu sio kawaida. Ni mchawi kwa kwenda mbele. Yeye akionyesha kitu na kidole namna kinakauka hapo hapo. Kwa zile zikabusiana sasa. Familia kichungaji, familia kiganga, ipi itakuwa salama? Kwa hiyo familia kichungaji, kiganga ilipotumbia kwenye familia kichungaji iko salama. Na leo mchungaji wako nazungumza na miaka 58. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha tumevunja ile tabaka la kufa mapema alipo. Na kwako haitakuwepo na sina hofu. Walikufaga mapema ndugu zako ni hao. Wewe umeingia mahali hapa. Tunavunja hiyo tumeua hiyo. Tunaua hiyo. Imekwisha hiyo. Imetoka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mpira tumeshaua offside, hakuna cha offside. Kwa hiyo hakuna vifo vya mapema tena. Wao utakufa kesho wala kesho kutwa, kwa sababu yako alikufaga, baba yako alikufaga, mama yako alikufaga, ndugu zako alikufaga mapema kabla wakati. Wewe utaona miaka mingi ijayo. Kwako umebeba utumishi wa Mungu ndani. Wote wanatafuta kukuua watakufa wao wenyewe, watakuwa wa kwanza kufa. Wakizima mashimo watatumbukia wenyewe kwenye mashimo yao. Wakirusha silaha za kipepo zitafanikiwa kwako. Zitarudia wao mara 7. Haleluya, haleluya. Pende mbele za Mungu namna hiyo.